Yeah, hapa tuko msibani hapa Bowling Green. Kama unavyotazama mpenzi mtazamaji, kuna dada yetu hapa aliyetuacha siku za hivi karibuni, na leo ndo siku ile yake ya mwisho ya kwenda kuwekwa sehemu yake ya milele. Kwa hiyo tuko hapa Bowling Green, Kentucky. Watu wapo wengi kabisa kuhakikisha kwamba wanakwenda kumsindikiza dada yetu huyu aliyetuacha hapa. Kama unavyoona, tuko hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba maandalizi yote yanakwenda sawa kumweka mahali atakapokwenda kuhifadhiwa. Alex, mishwari. Bwana Medi. Mreno. Mbona semaje? Ushafika? Tulizewa hivi, tulizea. Bela. Hiyo ndio mtoni. Ona sasa ontinji. Mishwari. Lelo mlele. Kuna mambo mengi, acha zako. Mreno. Uko sawa? Ibada bado? Wanaendelea? Msibani hapa Bowling Green. Parokia Mtakatifu Luka Nyarugusu Kenya. Mama wa ubatizo anajulikana kwa jina la Ntikumana Jacqueline. Marehemu alipata sakramenta ya Ekaristi ya Nikomonyo mnamo tarehe 4 mwezi wa 4 mwaka wa 2010 katika kigango cha Familia Takatifu katika kambi ya Nyarugusu pale Tanzania mkoani Kigoma. Kipaimara au konfirmasyon au kwa nyingine uthibitisho. Marehemu alipata sakramenti takatifu ya kipaimara mnamo tarehe 18 mwezi wa 11 mwaka wa 2010. Pale katika kigango cha Familia Takatifu Nyarugusu Kenya. Pale Nyarugusu, marehemu alikuwa mshiriki wa jumuiya ndogo katika shirika la DD. Huduma za marehemu katika kanisa. Marehemu alikuwa mtumishi wa Mungu. Pia marehemu alikuwa mwimbaji. Vile marehemu aliweza kuhudhuria misa takatifu na hata aliweza kujiunga katika kundi la wito pale Nyarugusu bila kumalizia. Mwishowe, kabla ya kifo chake, baada ya kuanza kuhuduma, marehemu aliweza kupata sakramenta ya mpako wa wagonjwa, yaani kitubio, kwa niaba ya shirika la Mtakatifu Mathayo Polycarp Kondela ya Mlezi Jean, msimamizi mkuu akisaidiwa na Msendele Sibale
msimamizi makamu. Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Naomba wote tusikie. Mwingine atakwambia habari nyingine ni feki. Hiyo ndio habari tunafuatilia mbele zaidi. Karibu kwa Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo. Kwa niaba ya uongozi wa Wakongomani wa hapa kwetu Bowling Green, kwanza tunatoa shukrani za dhati kwa watu mbalimbali ambao walitoka sehemu mbalimbali kwa ajili ya kushiriki na sisi. Leo ni siku ya mwisho ya kuweza kumsindikiza dada yetu Mgeti ambaye tumekaa naye siku za kutosha hapa Bowling Green, Mgeti ambaye alikuwa siye binti wa kawaida. Nadhani moyo wa kila mmoja unaushuhuda kwa ajili ya hili. Ukawaida wake ni kwamba ni mwanamitindo kama watu wanavyojua, lakini pia alikuwa mtasura kama watu wanavyojua. Kwa hiyo ni watu ambao hata nchi inajivunia watu kama hao. Kile ulicho nacho, kile unachokiweza kinaweza kukutambulisha katika nchi. Kile ulicho nacho na kile unachokiweza ndio zawadi pekee ambayo inaweza kukutambulisha katika nchi. Kwa hiyo tunawashukuru wageni wote ambao wamekuja hapa kwa ajili ya kusindikiza dada yetu, lakini pia tunashukuru Wakongomani wote kwa kazi kubwa ambayo mmeweza kufanya kuanzia katika michango na mpaka shughuli zote ambazo zinaendelea kufanyika. Tunashukuru Waafrika wote ambao wamejitolea kwa ajili ya njia ya kifedha, mawazo na mambo mbalimbali kwa ajili ya kusaidia sherehe ya mwisho ya dada yetu Mgeti. Na pia hatukosahau kuwashukuru marafiki zake ya Mgeti. Nadhani walioko kwenye magrupu kuna watu ambao wako walitoka sehemu mbalimbali, lakini tumeshirikiana ya kutosha kwa ajili ya michango yetu, na tutaendelea kushukuru Amani, maana wengi hawatakani majina ya watu yataje, lakini mtu ambaye amefanya kitu chema siwezi nikasita kumshukuru. Amefanya kazi kubwa sana ambayo imeweza kusaidia vingi vyao, na pia tunaimarisha ushirikiano kama Wakongomani. Kongo ni moja, japokuwa makabila ni mengi. Hatuwezi tukaweza lolote kama tusiposhirikiana. Kongo yetu haiwezi ikaendelea kama tusiposhirikiana. Lakini pia na Waafrika wenzetu, hatuwezi tukaijenga Afrika kama hatushirikiana. Haijalishi umetokea nchi gani, ujua kwamba Mwafrika anapopata shida ni ya kwao. Kosa lolote linalofanya Mwafrika linakuwa linatambulisha Waafrika wote na watu weusi wote kwa ujumla. Kwa hiyo ni jukumu letu kama Afrika kudumisha ushirikiano wetu, hususan BG iko strong na tunatakiwa kuendelea kuweka kuwa strong. Pia tunaendelea kuimarisha ushirikiano na kuweza kuhamasisha ushirikiano kwa ajili ya viongozi wa municipality pia na watu wa municipality mbalimbali. Endapo mtu wa kabila yoyote akifiwa, usijifanye ujuaji, maana ukijifanya ujuaji kitaumana baadaye. Kuna watu ambao kabila fulani anafiwa, wenyewe wanajifanya kama hawajali kwa sababu wenyewe sio wa kabila hilo. Sio jambo zuri. Awe Mlembe walio wengi na awe mtu wa kabila yoyote, tunatakiwa tushirikiane sawa sawa
pasipokuwa kuangalia kwamba sisi ni wengi, aidha wale ni wengi watafanya. Unaposema kwamba wale ni wengi watafanya, yawezekana na wenyewe wasifanye, na wingi wao wewe utaangalia. Kwa hiyo tunatakiwa tuwe tunashirikiana kwa kila jambo, na hili naliongea kwa sababu ya watu ambao misiba ikitokea hapa Bowling Green wanajifanya kama hawapo. Watu wa mataifa mengine wanashiriki pamoja nasi, lakini wewe Mkongomani mwenzetu unajifanya kama hujali na mchango hautoi, kushiriki msibani haufiki, wenzako wakiwa wanashughulika na shughuli za msibani, wewe unajifanya kama hujui. Unapojifanya kwamba utujui leo na kesho na sisi hatukujui, na usishangae utatuita jina lolote lile ambalo unaweza utatuita, lakini hatutushtui kama tunasimama katika ukweli. Kwa hiyo tunachoweza kuhamasisha ni kushirikiana, na kuna jambo la usafi hapa. Si mara ya kwanza kupewa hii sehemu, lakini tusiwe sababu ya kuweza kuwaambia hao watu. Nadhani hivi mnanielewa vizuri. Waafrika tunalindwa vizuri hapa, wanatupatia nafasi hata kwenye shughuli ambazo si hizi za maziko, hata kwenye mikutano wanatupatia nafasi. Lakini tusipotumia usafi mazingira haya, vitatukosi, vitalika. Tunapewa nafasi ya kufanya ibada kwa bure, kuna sehemu zingine tunalipia. Tunapewa ukumbi kwa bure, gharama yetu ambayo tunatakiwa kuifanya ni usafi. Kila mmoja achukue jukumu hilo la kuhakikisha na kitu mkononi, usitupi kila mahali. Tafuta sehemu ambapo kuna trash uweze kuweka. Huo ni ustaarabu, si jambo la ajabu. Wale ambao hawawezi wakajizidi kwa ajili ya kunywa vinywaji vya pombe, unapoamua kwamba unywe pombe ni hali yako, lakini ubaki kwenye gari na uache machupa yako kwenye gari. Usitupi machupa nje, maana hii ni sehemu ambayo ni sehemu takatifu. Sio vizuri uanze kuachia vitu ambavyo vitakuwa jamii. Na pia kuna utaratibu ambao tumeupewa kule Malalo. Leo ziko watu wawili ambao ni watu wa mataifa tofauti. Sasa magari yatakuwa ni mengi. Tumepewa nafasi ambayo inapaki nyingi sana, lakini iko kwa nyuma kabisa. Hauwezi ukaenda peke yako kama usipofuata utaratibu. Ukimwona mtu ambaye amevaa vesti kama ndugu kule, uweze kufuata bila anachokuelekeza. Ina maana unatakiwa kuangalia kwamba ni wapi utakapopaki. Usipaki kila mahali, maana haitapendeza. Umeshakuwa kule sehemu ya kuziko, anza kuambia uje kutoa gari yako, haitapendeza. Kwa hiyo unapofuata utaratibu na kupunguzia gharama ambazo zimekusonga muda wako, lakini kutoa kwenye utaratibu ambao ulikuwa umeshaanza kupangia. Na pia tutakapotoka kule Malaloni, tutakuwa hapa kwa ajili ya kupata chakula. Tafadhali, mtu ambaye unaishi Bowling Green, waache kwanza wageni wapate chakula. Usifanye wewe ndio haraka sana, hapa ni kwako. Lakini waache ambao wametoka nje, kuna watu wapendwa wa Kristo, huyu ndiye mwana kondoo wa Mungu aondoe dhambi za dunia. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya Bwana.
Sasa itakavyomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wote kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa nikumbuka mimi.
Mendoza. Mendoza. Shule na teknolojia kabisa, kamera kujiti sana hiyo. Mwenye kwa fast ya mangamani. Mtumishi wako Igete kutoka duniani kwa kuwa alishiriki pia ufufuko wako. Siku ya ufufuko Kristo ataifanisha miili na mwili wake mtakatifu. Pia uwapokee katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote walio hapa duniani katika hali ya neema. Nasi tunatumaini kujawa na utukufu milele katika ufalme wako. Ndipo utakapofuta machozi yetu yote, maana kwa kukuona wewe Mungu wetu kama ulivyo, tutafanana nawe milele yote na kukusifu bila mwisho. Utujalie hayo kwa njia ya Kristo wetu aliye asili ya mema yote. Tuombe. Mikononi mwako Baba wa rehema. Gari ya kwanza ni familia maiti, ya pili ya kanisa, kisha familia wengine wanafuata nyuma. Kristo. Baada ya kusaliwa misa yake ya mwisho, sasa watu ndio wanaelekeza sasa hapa makaburini kwa ajili ya kuhifadhi. So hivi ndio hali ilivyo hapa, mtazamaji wewe ambao kubahatika kupata nafasi ya kuja hapa TWM Media, tunakupatia nafasi ya kuweza kutazama kila ambacho kinachoendelea mwanzo mpaka mwisho wa maziko yake dada yetu Yvette. Watu ni wengi sana ambao wamejitokeza kuja kumsindikiza katika safari yake ya mwisho. Kama unavyotazama, gari ni nyingi sana, traffic ni nyingi sana kwa ajili ya kuja kumsindikiza dada yetu Yvette. Unajua alikuwa ni maarufu sana, watu wengi wanamfahamu, alikuwa ni mtu mcheshi sana. Kwa hiyo watu wengi wamechukua nafasi hii kuja kumsindikiza katika safari yake ya mwisho. Yes, mtazamaji wa TWM Media, kama unavyotazama hapa ndo tunakaribia katika sehemu husika. Watu ni wengi kweli kweli ambao wamejitokeza kuja kumsindikiza dada yetu huyu Yvette ambaye alikuwa akiishi hapa Bowling Green, Kentucky. Yeah. Na watu
Kwa kweli wapate kufahamu kwamba tunaishi duniani, lakini si wote njia ni moja. Njia ni moja. Kuna baadhi ambao hawashiriki kwenye mazishi ya wenzio, wako majumbani, wajienda kufanya overtime, lakini wameshindwa kuchukua muda wa kuja kupelekea mwenzake mwili au siku yake ya mwisho, kwa sababu siku nyingine utatoka kumuona tena. Lakini baadhi ya watu I don't know what's going on, lakini tujue wote njia yetu ni moja. Watu tunakufa wote huko. Najua itafika mbali hiyo, watu wajue kwamba ni kila mmoja kuwa na nafasi yake kujiandaa. Kujiweka mapema kwamba muda wote na wewe yanaweza katokea, unaweza kaondoka, tukaja kusindikiza kama hivi. Na ukitazama kabisa, ukiangalia namna ambavyo kifo chake kilivyotokea, wengi walikuwa wakistushwa sana taarifa ambazo walikuwa zikitokea, mara bado yupo, mara sijui kafariki, mara sijui atafariki baada ya saa kadhaa. Kwa hiyo ilikuwa ni taarifa ambazo zilikuwa zinasambaa sana, lakini sometimes ilikuwa ni uvumi tu, mara wanawekwa mashine zile za kumsaidia kupumua. Kwa hiyo ni mateso fulani ambayo alipitia mpaka kuja kufika kifo chake, na tunakwenda kumsindikiza leo. Kwa hiyo uliposikiliza hapo bwana Michael Johari akisaidia kidogo kuzungumza kuhusiana na hilo, na akiwaomba ndugu zetu kuwa na ushirikiano pindi janga hili linapotokea kwa jamii yetu. Na nilimsikiliza pale hata kiongozi wao wa Babondo hapa Kentucky Bowling ndani pale, alikuwa akizungumza na kuhimiza watu kuwa na ushirikiano pindi mtu anapofiwa, kuwa na ule umoja, kusaidiana, kushiriki kwenye michango na katika mambo yote yale ambayo yanahitajika kufanyika katika tukio zima. Na ndio pale unaambiwa katika maisha uwe mtu mzuri, usiwe mtu wa kuwa na tatizo na watu wengine. Angalia umati wa watu ulivyokuja kumpeleka hapa. Tazama watu walivyojaa. Sasa hivi baadhi ya wengine traffic ni nyingi kule, wajafika. Huduma imeshaanza kule, lakini ndio tunafika sasa hivi. Kwa sababu ya nini? Ni moyo wake aliokuwa nao, wa kuwa na watu vizuri, na kuwa na upendo na watu, hana shida na mtu, hana tatizo na mtu. Na ndio maana unaona walio wengi, watu ni wengi sana, kutoka Chicago, kutoka California, kutoka Iowa, kutoka sehemu mbalimbali, watu wamefika hapo. Kwa hiyo yote hayo kwa sababu alikuwa ni mtu mzuri ambaye anaendelea kuwa na watu vizuri. Ndio maana watu ule uzuri wake umempa maana ya watu kuwepo mahali. Yes. So, mtazamaji, tunakaribia na tunafika kabisa katika sehemu husika. Kama unavyotazama, unavyoona, watu ni wengi sana ambao wamejitokeza kuja kumpumzisha dada yetu huyu Yvette hapa Bowling Green Kentucky. Ukitazama watu wako hapa wamejaa na majonzi kweli, kwa sababu ni taarifa ambazo wengi hawakuzitarajia kuzisikiliza. Na ukitazama watu ni wengi sana, hata katika sehemu ambao mambo yanafanyika pale, tunasogea taratibu kuweza kuhakikisha kwamba unakwenda kutazama na kuona namna ambavyo mchakato mzima unavyofanyika. Kiukweli inahuzunisha, na watu wamejaa na majonzi kweli kwa kifo hichi ambacho dada yetu kimempata, ambaye alifariki hapa Bowling Green, na leo ndo siku yake ya kumpumzika. Sorry.
Ile ukandi. Mbona sema? Salama. Tola. Nasi kanene. Toso wiye lela. Yeah. Bakalano. Ame nege nang sikan. Iyo. Omona.